time yenye niliandika ngoma yangu ya kwanza, sasa ile naandika ngoma yangu ilikuwa form 1. Na nakumbuka nilikuwa na Corrupt under 18. Ilikuwa ngoma ya Jimwat. So nilikuwa naandika my own version. So after kuandika version yangu ndo nikarealize, si basi naweza andika ngoma yangu. Then believe you me, the first song I wrote yangu ilikuwa Tichi. Na ili hit shule ilikuwa ngoma kubwa tayari St Mary's Yala, hata watu wananiambia Rezi wewe ukimaliza chuo wewe umehit. That song was kapigia Avril. Hiyo time alikuwa ameshinda female artist of the year, mimi nilikuwa nimeshinda male bingwa awards ya 2016 2015. Alafu yeye kumbe pia alikuwa ametoka Ogopa pia imeisha. Okay. So pia yako the same situation yenye mimi niko. Umekuwa ukiwa na studio fulani your entire life, alafu all of a sudden boom. So akakubali tukaingia studio tukadu hiyo song. Hiyo song ilidupoa but nilitumia energy mob kuisukuma. Hapo ndo ikani hit. Kama ngoma yangu na Avril naweza tumia hivyo energy mob ndo ifike mahali imefika. It means na need ku step back kidogo ni form team ndio tuendelee. Ilikuwa tu split, watu walienda majuu. Pacho venye wasanii walimake it wakakuwa wanajulikana, timu anajulikana na Iboy anajulikana, watu wakaona ni kama waende zao. Grandpa ilikuwa tu the management wasn't like alikuwa ina fulfill missions za wasanii wengi, and that was the only stable that we had a little friction na management, but all the others hatukuwa na issues za do ama nini. Hi guys, it's your girl Diana Altomia. Welcome back to my YouTube channel. If you're new here, kindly consider subscribing. And if you're a returning subscriber, thank you so much for your support. Guys, I'm so happy today to meet one of the legends in the 254. Amekuwa akitoa hit after hit after hit. Guys, ni nani? Ken Rezi. Sasa Ken. Sawa, mimi niko fit. Haijatoka kwa damu. Haijatoka. Yani at this moment naweza sema for me still doing this thing ni busy ndio, but the passion is everything. Mi passion niko nao na muziki. Sijui unaweza do nini nifanye kuacha muziki man. Love yangu na music ni iko level nyingine tofauti. So kwa wale, just to introduce myself, mi ndio bridge ya old school na new school. Bado teacher wa these kids who join school. Mainly hit with no social media. Kutoka siku za no tube to YouTube. Bado busy juu daily niko booked tu. Niko hapa na Diana Jom Supu. Ena manisha kila boy ana mutu. Subscribe hapo chini au sio, twende. Ushasema. Guys, make sure you subscribe. By the way, nakafiti. Napenda this combination. Nakapoa. Red waga favorite color yangu. Ukiangalia most iconic songs zangu nimevanga red. Tichi, Better Man, Diamond. Yani kila ngoma yangu yenye ni zile najuanga ni. Napenda red actually sana. Na hii baridi nakupelekaje? Unajua tumeingia msimu wa baridi. Bana, uone ni sijavaa kaptula. Ule wa kofia na kaptula. Mimi by the way najua nimevaa trouser this year. Sijawahi. Yani mimi ukiona hiyo tagoto kwa sema Ken Rezi ni wa kofia na kaptula. I've always been wearing shorts. Niwe kuna dema aliniambia na mguu poa. By the way ukitaka nifanye kitu tu madema niambie. Wewe dema nasema tena. Nikasema sawa atakuwa tunavaa, lakini I think ni swag tu yangu na ilikuwa inanibamba. Alafu nilikuwa nachezanga bake nikiwa chuo. But hiyo time unajua siku hizi wase kama kina Steph Curry wamechange the dynamics za bake. 3 point imekuwa kitu inaniniwa sana, but kitambo ilikuwa kama wewe si mrefu wewe hata huwezi pata namba kwa court. So nilikuwa nilikuwa kwa team ya bake juu nilikuwa na vibe, na mimi ndio walikuwa na feed of energy yangu in hype tukienda machuo juu nilikuwa msanii wa chuo tayari nikiwa high school. Nilikuwa St Mary's Yala. So nilikuwa always favorite wa wase. So nilikuwa around basketball, alafu shava hizo tulikuwa mahomi, unakumbuka hizo siku za mahomi hava hizo. So ilikuwa ni swag tu fulani nilipenda sana. So niko lakini nashukuru. Uko poa kabisa. Ken Rezi alianza muziki lini? Siwezi sema nakumbuka the exact juu passion yangu ya muziki imekuwa always kutoka nikiwa mtoi. Kumbuka budangu anasikiza Kenny Rogers, anasikiza kina Madilu, anasikiza kina Franco. Hizo ndo ngoma zinacheza kwa how the whole time. Alafu akitoka madhi anaingia umeacha msalaba mpaka jioni. So hakuna point kwa how yetu music wasn't playing.
So kumbe as I feed off that nilikuwa na kupenda nini. So my first love for music ilikuwa Kofi. Mi Kofi ndio yani my biggest yani ukiniambia Kenrezi chagua msanii mmoja mwenye yani Koffi Olomide any given day na wase hata hawezi understand how it even connects to inspiring what I do, but his artistic way na venye alikuwa tu anapanga vitu zake na ngoma zake na energy yake tu, yani hata mpaka sasa hivi ukiona show ya Koffi una feel still like energetic and una feel ni kama same fresh. So hapo ndo nikaanza kugain your love, but nikaanza kuona kina Jarula, kina Tupac, kina Cisco mpaka nilijiandikaga Cisco sijui hapa na Compass. Hata nashukuru Mungu sikuikuwa tatu. Ningelia. Si unakumbuka zile ulikuwa unaandika hivi alafu inapona ikifura. Wameandikaga. So kulikuwa na love for hip hop, but at that point ukiona kina 50 Cent, ukiona wase kina Lil Wayne, hauoni ni kama unaweza kuamsa hiyo kitu juu ni glam, wako na mabling, wako na mandai bigi wako na mahao, tuko na MTV Cribs. So nashanga for you kuwa msanii na lazima uko na hizi vitu. So usanii iko na associatiwa ni kama na glam fulani, kumbe hatujui ni wasetu. So the moment I saw Jua Kali na Nonini, Jua Kali yale alitokea tu vile alitokea tu. Ngoma yake aruka amevaa tafiz na jeans na shati fulani na ako tu kwa mtaa na anaruka na anatembea na anaongea vitu naelewa, naona mpaka anasema na ile ule madhe wa Jua bana alinipatia ile ganji yangu, naona ala msana muelewa. So hapo ndio nikaanza kufeel now this one I want. Ikaanza kunikalia ni kitu you can it's achievable as I do. But I've always had the love for music. So time yenye niliandika ngoma yangu ya kwanza, sasa ile naandika ngoma yangu ilikuwa form 1. Na nakumbuka nilikuwa na Corrupt under 18. Ilikuwa ngoma ya Jimwat. So nilikuwa naandika my own version. So after kuandika version yangu ndo nikarealize si basi naweza andika ngoma yangu. Then believe you me, the first song I wrote yangu ilikuwa Tichi. Na ili hit shule ilikuwa ngoma kubwa tayari St Mary's Yala, hata watu wananiambia Rezi wewe ukimaliza chuo wewe umehit. That song was na imagine sikuwa nimeirecord hata, ilikuwa tu ngoma naimbia wase chuo. Jomini ilikuwa wale wase nikikupigia story nilikuwa ngalo wase kuachia msia malize tukafika. Nilikuwa napenda kukatakata hivyo. So nikajiambia siku moja sisi andika ngoma tu watu wanajibu the ending words. Ndio nikaanza hiyo morning story waga tu salamu, sasa unanijibu ti. Sasa ilikuwa ti mpaka chini alafu chi. Of which ikaleta ikakuwa kitu ili transcend. Wase wakaitumia mpaka the late Fredo Mondi ilikuwa one of his comedy styles, alikuwa akiingia stage anapiga zile mani hivyo. And then hata sasa hii kwanza juzi nimekuwa nikisikia ngoma ya Anguka Nayo, nikasikia verse 2. There is a boy mwenye ameroga verse 2, inafika mahali katikati ya verse yake anaanza niko ti sijini nini na mami ti, nikafeel still the influence is still there mpaka sasa hii, unaona. So ilikuwa fresh air kwa game, na naweza sema sasa specifically it was 2007 now professionally na kurecord na kuingia studio ilikuwa 2007. Alafu ikafika pahali ukadisappear all of a sudden, ulikuwa umeenda wapi? So naweza sema for me I don't think there's any given point nilisema na pause muziki, but ilikuwa tu journey man. Juu mimi nilipaonia Jomino tukiwa na kina DNA, tukapaonia Pacho hata ilikuwa inaitwa Dirty Fox. Mimi ndio tulichange jina ikaitwa Pacho. Juu nilikuwa naambia Rap Damo which alichange name akaitwa Naiboy later. Ambia hiyo njira ina sound kimajuu, nilikuwa najua Dirty South akina Lil Wayne, so Dirty Fox. Alafu mimi nimetoka ghetto na imagine ati mse wa Beza anasema Dirty Fata, ananiambia haingii haingii. Tuna vile tulichange Pacho ilikuwa an easy word. Pacho watu wanaitumia tu kama ikaingia virahisi. Then Refiga akanicall niache Kenrezi, niko na studio nimeanzisha inaitwa Grandpa, unaweza come through nipe hype, nitashukuru. Kaenda nikapiga naye hype, but sasa yeye at least it was a trade. Alikuwa anatafutia mashow na mimi na hype ya studio. No wonder unaona tuko tunasema Grandpa sana kwa mangoma. The intention was to sell the name, and the name grew bigger even than us, because unaona mimi yani saa nyingine naendaga mahali na perform wasa wanajiuliza haya hizi ngoma zote ni za Rezi, unajua. So watu wanazijua zote lakini ija click kwa akili yao that Dumbala hivyo ndo kunaendanga Billy Kimomkora ashu Tichi, hizo ngoma zote ukizialign kwa stage ndio watu wanarealize haya huyu msendo amekuwa akicreate hizi hits zote. So the last song tulifanya Grandpa ilikuwa Dawa ya Moto, alafu kwa na split. So mimi ni msanii nimezoea kuwa around team. Mimi si believingi
So ukifanya peke yako utaweza tu, lakini itakutake long. Alafu pia na believe hiyo structure ya team ndo Kenya mimi nimefeed off kutoka ningia kwa game. So after Grandpa nikaamua kudu song moja yenye nilifanya as an independent, bila team, bila nini. It is one of my most, pia ni ngoma zangu naweza sema iko top 5 juu watu wanaipendaga sana. Ni song ile nilidu na Avril, cause nilijiambia sasa hivi venye niko peke yangu hakuna venye naweza nikifanya ngoma na Avril ni ngumu watu walenge. Nilikuwa najua sina watu wa kusukuma, sina team, sina nini, so nilijua tu the title itself watu wataenda nayo. Nikapigia Avril. Hiyo time alikuwa ameshinda female artist of the year, mimi nilikuwa nimeshinda male Bingwa Awards ya 2016 2015. Alafu yeye kumbe pia alikuwa ametoka Ogopa, pia imeisha. Okay. So pia yako the same situation yenye mimi niko. Umekuwa ukiwa na studio fulani your entire life, alafu all of a sudden boom. So akakubali, tukaingia studio tukadu hiyo song. Hiyo song ilidupoa, but nilitumia energy mob kuisukuma. Hapo ndo ikani hit. Kama ngoma yangu na Avril naweza tumia hivyo energy mob ndo ifike mahali imefika. It means na need to step back kidogo ni form team ndio tuendelee. So hapo ndio 2017 2018 nikanyamaza kidogo nikijipanga. Remember I was an artist, no wonder hata ukiniuliza hiyo swali na receive fiti juu watu walikuwa wamenizoea. Mimi nilikuwa natoanga hata ngoma 6 na zote ni banga within a year. Zilikuwa hit. Yani ilikuwa huwezi sikia Tirezia yuko kwa scene. So imagine a whole year juu mabeshte zangu nikijaribu kuambiwa kama wani manage ni hivi na hivi na hivi, mpaka unajaribu kuwa show the plan. Msee anaogopa juu greatness yangu ilikuwa. Kumbuka sasa hiyo, yani msee anajua akiangu, yani inataka dedication ya msee mwenyewe. Na pia wase wenye ni manager wana assume Kienrezi hezi kuwa ana manager. So kulikuwa na hizo dynamics. So watu wanajua hii job hawakuwa wananitafuta. Na watu wenye najaribu kuintroduce hii job wana panic juu ya the level of greatness. So ili ni take long kufigure out a team, almost a year. But hiyo time nilikuwa na record album. 2019 nikatoa ngoma ya kwanza, but around hiyo time ndo Gengeton pia iliingia. Dynamics zika shift, story katoka from ngoma kuhit kwa streets to ngoma kuwa na views. Kina Diamond wakaleta hizo vitu za million a week, sijui a million a day. So mtu anasikia, mtu anaenda kuwatch ngoma yako tayari anaijudge na views. Akipata hii ngoma haijafika 10,000 within hii ngoma inaweza kwa sikali, anaachana nayo. So hizo vitu zili affect vitu mob. Alafu kumbuka wasanii wengine wakaanza kubuy views pia juu wanataka keep up na hiyo hype. So mimi niko kwa ile position, I want to know the real fan base kama bado wako. So sitaki kubuy hizo vitu, nataka tu kuona genuine love ni akina nani. So kukakuwa na slow progress of which 2020 sasa naenda ku release album. Nilikuwa nimeshamaliza album yangu naenda ku release. Covid ikaingia. Sasa tena another 2 years watu hawajanisikia. So kulikuwa na nikasema acha niangushe tu hiyo album, ndo nika release album yangu ya pili inaitwa Son of God, ilitoka 2020 huko katikati. Then nika release Better Man, and it has been a build up. Hata sasa nikiona ndio kuna hiyo hype. Ndio msema msia zitoka huko kuambia umeangukia. It's been a consistent journey for like 4 years. Ndio tuko hapa sasa hivi wasa wana feel the vibe again. So imekuwa build up tu, but sisi kupose at any given point at sasa nimeacha. Na ile time yenye ulikuwa behind the scene, acha tuseme behind the scene, ukiwa kutafuta management, how did you transform from the, cause unajua sasa tumechange social media, like it's not the same venye ilikuwa kitambo. How did you manage to transform from 2007 uko to right now we are in 2024, things are not the same? How did you manage to transform? Naweza sema ni this one even inaweza kuwa advice to you pia. Kwa hii era tunaishi sasa, usijidanganye. Kama kuna yani ukiona tu ni noma, acha switch mbio. So nilikuwa najiambia kama unaona hiyo kitu ya Avril, ngoma ilikuwa big, but nilikaa nikajiuliza tumetumia effort mob. Unaona hiyo kujiambia tu haikukuanga hivi, tulikuwa tukitoa inasonga tu. Na si ati kuna kitu imefanyika mbaya. Hii song imetoka immediately after 2 dawa ya moto, so inafaa kuenda tu. But so nika realize the team, there was always a person anahakikisha hiyo ngoma imeingia wapi. Kuna sijui Refiga alikuwa anakaa na mapresenter wangapi na wanakula lunch.
akiwaambia hii ngoma cheza kesho, sijui, unaona. So nili realize kulikuwa na vitu mob zili. So I think just telling myself the truth ilifanya nika realize hata hii social media. I think mimi ndio msanii niko active hata TikTok. Nakumbuka nikiambia wasanii wengine juu ya TikTok wananiambia hiyo place ya kudance, hiyo place ya tap tap, hiyo place ya nini. Mimi naambia bro, every day nikiingia TikTok mimi meet like 50 new people wananiuliza Kenrezi ulikuwa, but immediately after that wanaenda YouTube na wanawatch ngoma na wanarudi tena next day wananiambia buda wewe ni noma. Unaona? So mimi sijidanganyi, naweza sema hivyo, na you need to readjust to the new, unaona, kwa sababu unaona kama mabuda zetu ile time ya watu wakifanya, niseme the perfect example ni ukiangalia venye watu wana shift to sai, hakuna hata sai ni rare upate watu wana watch muziki kwa TV ama wana very few juu watu wako na vitu kwa simu. So najiambia how do my music get kwa hiyo simu hiyo msee bali amekaa kwa ndafanya aje akiscroll hivi anione, ndafanya nini afanye. So naanza kufikiria ways of let my posts always be exciting. Juu vitu ni mob, watu wako tu hivi. Let your music be found mahali watu, kama ni Spotify ndo muziki iko, hakikisha iko pia huko. So power yangu ni I still have the ground, na mapresenter wa the old media ni watu wangu sana. So nilijiambia if I manage to win the social media world na bado niko na hawa, hakuna msi anaweza kuwa unstoppable. So hiyo tu ndio ukweli nilisema mimi nitajiambia usiassume unaona Triomio ama Tipsy G ama 00 ama Ska ama wanafanya kitu fulani na unaona inawaka, alafu unasema juu sisi ndio tulikuwa wale wasezi, unajifigure out unaingia nayo. Hata juzi nimeweka TikTok imeanza kutrend tena. Juu kuna watu tano wanaisikia wanashindwa hii ngoma, wanaanza kuidu tena. So just reinventing yourself and not lying to yourself is the biggest nini imefanya niko hapa. Oh yeah. And the fame that you had and bado uko na hiyo fame sai. Yeah. How what impact did it have on your life? As I say, for me ni perfect definition that muziki inalipa. As in, if that sentence was a person ni mimi, because mimi sijai attempt kudu job ingine kutoka nimalize high school. It has been music 100%. In fact this year ndo nacheki na setup, nataka kufungua online radio, nataka kufungua mabiz zingine. But nimedo music from 2007 to now, 18 years. And hiyo ndo imenifeed. Niko na 2 daughters, mmoja ako form 1, mwingine ako 6 years. Na ndo mimi, na hiyo ndo kitu nimeishi nayo. Sijawahi attempt like hata kufanya kazi nyingine. So nikikamkuangalia ni the discipline tu, na mi respect sana job yangu. So hakuna point utapata nita misrepresent Kenrezi. Kama ana show up lazima show up. No wonder utapata msemonya nani like atakwambia either aliniona kwa show mse perform poa ama mse ana energy poa, ama atakwambia mistari zangu, and sijai eka kiki kwa vitu zangu. Hakuna negative story yangu kwa mtandao. So ni hiyo tu discipline na kukua ndo imefanya mpaka wa leo unapata na get my job. Na mimi na months yes kosa show 3 ama unaona at least, yani ile nini mbaya. But unaona sasa with the inclusion of vitu kama TikTok kama nini, sisi tunaweza piga mashow online, tunaweza fanya nini. So naweza sema ni hiyo yani. And what's your thought, cause ulikuwa under Grandpa Records? Yeah. What's your thought, cause tumekuwa tukiona story mob zenye watu wamekuwa under certain management, sijui imewafanyia nini. Kuna stories mob. So what do you think, like msanii mwenye anasainiwa ndio wako na makosa, they don't treat the nini yenye wamepewa yote everything, ama ni management ndiko na makosa? What do you think? I think the concept that artists should always realize, unaona like me sahi, kila msanii ananiwakia. Wasanii usahau wewe ndio umepewa manager job. Si yeye ndo amekusign, si yeye ndo ako above you. So sisi tulikuwa tunatend hiyo studio setup na stable setup ilikuwa inafanya wasanii wanasahau that your brand was, unaona kama futa, Messi is the valuable person in that team, wamembai, akiamua kukataa ni noma, hiyo team ina go down. So in fact the team is at his service.
So sisi hufanya opposite. Sisi tukisha sainiwa, msanii anaona ni kama una recording free, unashutiwa video free, unasahau percentage yako, umse uchukua 50% ama 30% every time you make any single cent from anywhere. So unafaa kukua forefront kwa job yako. Kwa hiyo place yenye wana sign ati mmeletewa contract ya show, unafaa kuwa na place ya manager kusign na place yako. Kwa deal za hizo ma endorsement, pia wewe kuwa kwa hizo meeting as an artist, you just keep silent, ya anaongea anakurepresent but kuwa hapo. So si tuko tuna get lost into the music, but it's normal cause wasanii si unajua ni passion. Kama unapenda kitu unakuwa lost into that world. Alafu unakam kurealize later people are human. The more mna grow, the more manager anaanza kuona mna make madeal sasa 5 million. Haya, ulafi inaanza kuna kashaitani kanamwambia tu siniambie Kindrezi deal ni 300k. Imagine amekuslash over 4.7. Yani inaanza hiyo, na akishaikula mara ya kwanza ataendelea uongo kataanza distress inaanza kutokea, and it has never ended well in so many people. But for me like Jomino ilikuwa tu split, watu walienda majuu. Pacho venye wasanii walimake it wakakuwa wanajulikana, timu anajulikana, Naibu anajulikana, watu wakaona ni kama waende zao. Grandpa ilikuwa tu the management wasn't like alikuwa ina fulfill missions za wasanii wengi, and that was the only stable that we had a little friction na management, but all the others hatukuwa na issues za do ama nini. Na tukiendelea kuna picha nitakuonyesha hapa, just you can say something about them ama just one word. So tutaanza na hii hapa. Wow. Electric. Hii show ilikuwa noma. Alafu unajua what had happened that day? Hapo ni Ngong. Hiyo ni club fulani iko Ngong. Nakumbuka sikukuwa ni perform. Tulikuwa tumekaa mtu na bro wangu ile tuko home. It was around hizi ni date gani? Utaona ni date fulani fiti. December unaona ni siku ya sherehe nakumbuka. Tulikuwa tumekaa tu kwa keja tukasema situishi club fulani. Tukaenda na yeye. Kuingia tumeshapewa huko juu, tukaanza kutritiwa vingine nini, wasao kaanza kuinsishika tu mai kusalimia watu. Tukapiga show man. Hiyo show ilikuwa ya sare. Shit, na niliperform. So unajua zimenishika. Nilienda nimepigia ase show man. Wewe kumbusha mbali. Haya kuna hii. Wow. Kumbe ni mfupi hivi. Hiyo ni Nakuru. Haujashtuka kuniona, wasengi ushtuka kiniona person. Hiyo ilikuwa Nakuru. Bouncer squeeze yako ana club ya Kite, ni mse wangu. Huyo ndo mseangeza kuwa bouncer wangu. Ni venye hiyo time sikukuwa na do enough. Alikuwa na kabaje tu mse amekuwa bodyguard mpaka wa MP. So hapa walikuwa wamebambika kuniona. Huyu mwingine ni Don, huyu mwingine ni msiana do. So hapo waliniinua nikasema acha nitulie. Mbona walikuinua? Acha tukuinue tupige moja. Sasa walikuwa wanasema mimi nikisimama nao nilikuwa mfupi. Ndio maana. Alafu kuna hii sasa. Huyo ni sister yangu mdogo. Anaitwa Tracy. When you first born? Mimi ni fourth born. Huyo ni sister yangu nampenda sana. Hata nimeongea naye juzi. Na jana. Yeye ndo ameniuzia simu yake nyingine hapa ya maana. Itaitwa Tracy. So hapa hivi nilikuwa napenda kumbeba juu. After mimi ni bro wangu. Alafu niko na 3 sisters wako mbele yangu. So Tracy was so exciting to me kwa sababu nilikuwa mso kidogo, so naona mtoi wetu mwingine. Juu bro wangu naye tuko karibu na yeye, so sikuwa na sikuweza mbeba nini. But Tracy was favorite wetu sana. Kuna yeye hapa. Hapa hapa nakumbuka nilikuwa ndio grandpa imeisha man. Niko peke yangu man. Hapa nilikuwa nimebaki peke yangu. Hapo ulikuwa umeshatoka grandpa? Yeah, just how it started. Nakumbuka hiyo ni 2016. Hiyo time tu sasa tunafanya hizo mazile vitu na hiyo period. So nilikuwa saa nyingine natokanga nje, unakisha tu social media yako iko on fire. Hata hii picha hakuna mahali naenda hapo. Hiyo picha nimepiga ni post, alafu nirudi nifigure out tafanya nini leo. Alafu kuna hii, nikao ulikuwa unafikiria. Hapo ukapatikana off guard. Hapo sasa tumepata studio nyingine. Hapo grandpa imeshaisha. Sasa tuko kwa studio tunafikiri, tunajaribu kufigure out what next man. Tutahakiki tu tena. That was the mood ya hiyo picha.
Na turudi kwa sahi kitu imekuwa happen last week and the other week. Kumekuwa na maandamano, kumekuwa na watu wame lose life yao, kuna watu wenye wamepoteza relatives, families, brothers, sisters, na ukatoa ngoma. What kind of message were you trying to pass outside there kwa hiyo ngoma? Actually mimi nilikuwa naona, first of all nilifeel poa sana venye majenzi wali take hiyo initiative by themselves na wakatoka nje man. Unajua sisi tulikuwa tushachoka. Sisi baba ametuambianga tumetoka mpaka tulikuwa tumechoka kutoka. Na I swear if finance bill ingesainiwa tu kama majenzi angetoka, there is no, sikudanganya ati tungetoka. Mimi hata siku yani tuko General Alpha alikuwa like wametulia tu, it's okay, it's fine. And also ukiangalia culture hata millennials and all, watu wamekuwa ile design ya watu wame lose so much man, watu wame go through so much mpaka unaangalia mi gava itanitoa kwa noma, acha nijisort. Akili ya watu ilikuwa ishaendaga hapo kwa mi acha nifungue kabisa kangu, juleo nikienda saa kuandamana na nafaa kuwa na McDo leo ya food ya leo usiku. So ndio maana na kuguarantee if the Gen Zs would have come out, sahi bill ingekuwa ilishasainiwa, maisha imeendelea, tunaendelea kunyanyaswa. But now vile walispark hiyo kitu, hata nilikuwa naongea na budangu juzi ananiambia hii sasa kuisha kwa sababu if sisi ndio maparents wao Gen Z, na unajua mbuyo anajua venye sasa, yani anajua venye sisi wagana hiyo energy sasa ndio tunatoka. Na hao pia wako against hiyo, so ni kama the whole nation iko on the right path. So mimi nikasema why not man, hiyo time waliandamana ya kwanza sikuwa, but now the next one I had to show up kenda tao, nikafigure out man naweza andika ngoma yenye inaongea juu hii issue but in a respectful way to the president na imfikie. Kwa sababu unajua msema kama una hiyo jina na una hiyo power, speak out man. Isikuwe ati wewe ni msanii tu unaambiaga tu watu link kwa bio sa mambo zako na ile society as a whole na go through something, how put a word into it. Na hiyo kitu mimi imekuwa ikinibother na ma legend wetu wengine, sitaki kuwataja tu, but hata hizi MCSK, hata hizi vitu za radio G play 100 KE. Wacha nikupatie scenario. Hebu niambie Nameless akikaa hapa, Nazizi akaya hapa, Juakali akaya hapa, Waire akaya hapa, Kendrezi akaya hapa, Amani akaya hapa, tuweke tu press conference na tuseme kama radio ichezi 100%, wasanii wote acheni kupeleka ngoma kwa radio. Kuisha. Kila mtu atasikia mpaka Gen Z. Juu wanajua wase wamebonga sasa papa. Ni simple tu hivyo. Lakini sasa wase ni watimid, mimi kwanza naenda kurudi ni style nyingine, Mungu ndo anajua. Mimi naenda kupasha wase, inaenda kuwa noma, haiendi kuwa naenda juu mtoi wangu ashani show. Anaka yeye ni rapper, ana rap, ni mnoma, as in music is in her. So nafikiria akienda hapa kwa msanii, sifai kuacha hii place the way I found it yani. So sasa mimi purpose yangu ni kufight to leave this place a better place for any other person mwenye atataka kukua msanii. Unaona kama Diamond elevate the whole, na nam respect sana for Tanzanian artists, unajua. Kwa sababu ukiita msanii wa Tanzania unafikiria kumlipa $1 million easily, just cause umezoea kupatia huyo msee 5 million 10 million. So unajiambia hauwezi ita nani na umpatie, unaona. So raise the bar for the whole country. So I think vitu kama hizo ndio tukidu sasa tutasaidia sana the next generation. But majenzi walinibamba, back to your story, na nikatoa hiyo ngoma na nilikuwa naambia tu dear Mr President, wewe ndio uko na say, hakuna haja tuchome nchi iteketee, naomba utusikie, naomba tuangalie, si ndio wale mahasla tusiangamie. Wamadhe wana cry, my youth wana die, tuache politics to change this walai. Wasetu wana survive, tunakula tu kingwai, makali ama wine zikishuka back to life. Hatutaki fish, wewe tufundishe kufish, allocations za job na taxi rudi chini. Wewe ndio ule mdhi, so najua unatufeel bottom up, ikiweza tuta live in peace. So ilikuwa tu kujoin the movement, but it was waliniletea noma, niliambiwa nitoe hiyo ngoma YouTube, but sijui nimekalia wheelbarrow nini. Walai. Nilipigiwa. By the way kulikuwa na hizo story za abduction. Sikuitoa mimi. Kulikuwa na hizo stories za abduction. Why do you think they are doing that? Wase wengi wali abductiwa, people died, people were killed. Why do you think they are doing that? Power only fears power, man. Power yogopangi kitu kingine. Na mimi amshua malido wa Kenya wameshtuka. Unajua watu waliingia parliament.
unajua parliament ni nini? Yo, let me tell you something, the most respected building in any country is the parliament. Hata sio state house. Juu pale kwa parliament ndo mpaka wa president uingia nao ma MP wengine wote. So ni place. No wonder unaona immediately next day alisema I reject juu alikuwa anajua hata hiyo state house wanaweza ingia sasa. Watu walikuwa ready ku sacrifice their lives to get there. Unaona? Mimi nilikuwa town, nakumbuka hiyo siku nilikuwa town mpaka around 3. Sikukuwa sasa ile walikuwa wanaingia kwa parliament, nilikuwa na watch from a distance, but nilikuwa so in shock because sikujua siku itaenda mpaka hapo. Yaani sikujua, unajua ile umeandamana umeona tumefika time fulani jioni acha niishi. Kumbe ndio kunaenda kuwaka moto. So it was mimi nilishtuka sana, but ilishow us say that unaona sai at least kuna adjustments zinakuwa made, of which naona is a win. At least watu wamegutuka, at least najua sai watu watachukua makura. Last election over 8 million young youths hawakuvote. Unaona hizo ni landslide votes. Ukivote hata nani aibe, hiyo huwezi toboa. Watu wakitana out wote itakuwa noma. So naweza sema tuna head into the right direction. Kenya tunaomba wa Kenya tusisahau haraka. Unajua sisi pia si enjoy wa kidogo tunasahau. Let's just keep the conversation alive. It's not a must to huko nje unaandamana, but even just posting, let's keep the hours wamedai wasidai in vain, man. Now uko na new project about your EP. Tell us something about it. Yeah, hiyo EP niliona na release album yangu on September. Hata hii info sijasema mali, the title inaitwa Scars of a Warrior. Hiyo album itakuwa na the other side of, unaona hiyo swali umeniuliza what happened. Hata nimekujibu tu juu. Sasa ukisikiza hiyo album, kama unapenda Kendrezi na ulikuwa fan wa Kendrezi, na wewe ni mu-emotional, kaa tu chini, tafuta tissue kama 50 juu utalia. It's a conversation of it's an album that imebeba all the things I went through. Hata mimi nikisikizanga sizangi fika the 6th track kama nashindwaga kuendelea. Ni album nilirecord at my lowest point, na nimeshughulikia for over 2 years. So ina drop September. Sasa niliona before nipeleke watu kwa hiyo uzuni yote, at least niwapatie mabanga 2-3. And that's the reason for EP. But the biggest reason me I've gained so much from TikTok as a platform. And kuna siku mpaka nilikuwa na joke, nilikuwa naambia beshte yangu, Buda nimepiga tour, nimetoka UK, nikaenda Germany, nikapiga lap Mombasa, nikaenda the same night nilikuwa na perform kwa 5 different birthdays. So mimi TikTok wasio ni book. So kama si ana birthday, analipa kama depending on the hours. Msanii za toa 30k ama 20k, alafu ananiambia Kendrezi kama utucheze, kama utuperformie for like 1 hour ama 30 minutes kwa live yangu. So at my comfort of my home, na set up camera, light, action na mic, lakini sasa mko na set up normal sound, at least inasikika hapo on the other side. So wase wana watch live huko wana feel niko wako kwa show. So kuna siku niliperformia demo kwa UK, ndio nilikuwa naambia sasa nimetoka tour usiku. Nikaperformia mwingine yako US, nikaperformia demo alikuwa Mombasa, nikaperformia. Alafu unamaliza hiyo live asubuhi unaona damn uko na doa maana, unaona. And that even not counting the gifts zenye watakugift ukiwa hapo, unaona. So this is the reason for your EP. Your EP inaitwa A Different World. Na hiyo different world ni TikTok. Okay. So watu wa TikTok mostly watagravitate na hiyo EP sana, kwa sababu the first track ni ngoma inaitwa Rubiru. Nilifanyanga juu ya nilikuwa naangalia sina kwa catalog yangu hakuna ngoma yenye naongelesha tu madem, yani mingi zangu ni bad boy hizo ngoma. So kuna hiyo, and Rubiru is one of the most loved people pale TikTok pia. Then kuna ngoma inaitwa Money Gun, cause nilikuwa naangalia the dynamics around TikTok ni about money. Kuna do inatembea tu hapo. And then Money Gun being one of the gifts zenye kwanza inatoa do, nikaona it's only right. Then kuna ngoma inaitwa Oscar Whiskey is just a situation naongea venye dema na kama after long day at work, mwili imechoka, anarusha wig, vua bag nini, cheki mtoi nini, washa Netflix na hata watch, ameingia TikTok, ashaanza kuchambana. Sasa na ile design naonyesha hizo aspect za dem normal, lakini akiingia TikTok
kuna whisky akipiga hivi anakuwa kichwa mbaya anaanza tu kutukana nani. So kuna the other side of TikTok, kuna hiyo love na kuna page zingine zo kuwa hivyo. So nimetumia jina ya Oscar Whiskey cause ni beshte yangu, lakini yo kuwa the most, nasema ni the most hated pia. Yani watu hate on juu yeye ndio upasha mtu yoyote na ako ready. Yani yeye anaingia gas, unaweza pata kwa live fulani, unaweza pata kwa live fulani yeye ndio anaongea na watu kaa 50 wako against, lakini anaendelea tu. Then the fourth song inaitwa Rosso. Is one of the biggest gifters huko, but nimetumia jina yake kama Jumi by the way alinijenga, ashaika kwa live yangu a couple of times. Actually ni awali nitakuwa platform yao. So nimetumia Rosso kama a name yenye mse atakuwa na feel. Ukifeel nika uko sawa leo, ukifeel nika umesotwa se wewe ni na feel ka Rosso. So yani wewe ni Ken Rosso ama kitu kama hiyo. So itakuwa nimeitumia ni kama venye Jay-Z alitumia Tom Ford. Yani jina unaweza tumiaga kujihype nao sasa unasikia uko poa. And then there's Manigan remix nimefanya na original Stinger. Tunangoja verse ya Sheila. Unajua dema hicho Sheila Ligeo. Yani dem pia uimba huko TikTok sana. Yeye ndo anafanya verse. Sio ndo ngoma inafaa isiliwe then. But ina drop 26th. Oh, 26th this month. Yes. Now any other collaboration apart from those two? No, it's only those songs. Unaona difference ya, alafu naweza taka kueducate pia wasanii. Difference ya EP na album uaga an EP kama unasikia hiyo nakwambia is always inamaanisha an extended play of one theme. Unaona kama saa hiyo ni TikTok world yote. Ukisikia hizo ngoma unaona ni kama zina connect. Ni kama nimechukua tu ngoma moja nikaikata mara 5 but naongelelea the same topic. Ukisikia utafeel zina connect. But an album you can always go, you can have a song yenye sijui ya watu wako na AIDS, you can have a song ya watu wana party, you can have a song ya life yako. An album is now a movie man, ni episodes, ni different aspects of life put together. But kama unataka kuongelelea topic moja extensively, kama mimi kutaka nikufanyie kitu juu ya podcast yako ama juu ya show yako, hiyo ita have kukua EP because I'll have to speak of the nini kwa mangoma kadhaa. So ni same thing, same story in different songs. So that's the reason for your EP pia. What's expect nini kutoka kwa Kendrez? Your fans, your die-hard fans. Mimi naweza sema Kenya ita happen na utaniambia. Wasa watakuwa wananiangalia hivi wanashindwa. Huu ni ule mse tulisikia ama huu ni mse mwingine? Kwa sababu unaenda kukam na freshness. Alafu acha nikwambie. There's no way you can give people good vibes kama hauko okay with yourself. Mimi nakwambia sasa hivi mafans wangu wana bahati juu first of all nasikia poa. I feel so good about myself yani like for real. Alafu niko na tu energy poa. So wanaenda kudedi. Na naenda Afu jo mimi acha nikwambie kitu moja. Mimi nimekuaga sijai rely on anything else apart from just my music and my lyrics and my show. Saa hii wanaenda kuona, yani naenda kuongelesha, tunaenda kupiga maluku, mademo wanaenda kulia. Sasa nimebarikiwa hivi kwanza na kama Gen Z. Mko hatarini. So naweza sema tu I have a lot, videos are coming. Hakuna kitu inatoka audio. Hakuna kitu ati mtasikia tu audio pekee. Kila kitu ni visually connected. Alafu nitawa invite pia juu 27th I'm doing now a show live on TikTok sasa ya kuilaunch. 26 itakuwa tu available on all platforms watu wasikie. 27 nitadu show TikTok usiku 10 PM to mpaka baadaye. Na invite wasanii wengine, tuta create setup, tutakuwa na DJ, everything. Then all the videos drop on 28th. Boom. Alafu sasa watu wangoje album, but I'll be so all over. Nitafanya interviews. Hii ndo ya kwanza. Hii hata i drop hiyo 26th ikiweza. 27th ama 28th. Yeah, but naweza sema I'll be nataka kujituma venye sijawahi. Nitakuwa in every platform pushing the album. So naomba tu support yenu, the EP sorry. Watu wa come together man. Na support tu muziki poa. Muziki za Kenya ni poa. Mimi by the way sengine mwingi ya live nacheza 100% Kenya na watu wana enjoy bila kwenda kwa nini nyingine. So naweza sema tu watu wanaenda naenda kudu vitu sijaidu na believe nita get different results. Yeah. Na kwenye wajuu kuna channel au wajuu page zako, hebu tuambie your social media handles.
social media. Alafu by the way hiyo ndo kitu kingine pia ilifanyika. Unajua nilihakiwa, kuna msee alinihack na alihack mail. So kuhack mail ndo unaambiwaga usiweke social media zako kwa under one single nini. Jisa alikuwa anaenda nikaa anasema kila kitu forget. So Instagram ilienda. Instagram yangu ilikuwa na 214k followers. Early this year ikaenda, ni last year ikaenda yote, nikaanza tena. Lakini God ni nani, hata kabla nifikie 10k ilikuwa nishakuwa verified. So unajua hata ukienda uone ina followers kidogo lakini unaona tick, unajua nimeona Instagram iko down mpaka msana anaweza shindwa ai. So Instagram nikaanza tena. Instagram najiita Kenrezi Shipuka. Nilishindwa kuchange hiyo jina juu ukichange apparently sijui hiyo verification inaenda. So but msee alikuwa anatumia jina Kenrezi aliacha. Alifunga account mpaka akani inbox akaniambia bro nitachukua hiyo jina. Sasa at that point ilikuwa late, nilikuwa nishakuwa verified. But Twitter ni Kenrezi. TikTok kuna pia mtu fulani amenifungia anatumia Kenrezi, so nimeanza kujiita the real Kenrezi. YouTube ni Kenrezi. So naweza taka tu wasio ingia wa subscribe. Vitu mobs inakaa man. Yani it's on man. Yani mimi naenda kuwa bamba sana. TikTok ndo the real Kenrezi. TikTok pekee ndo the real Kenrezi. Facebook ni Kenrezi. Twitter ni Kenrezi, YouTube ni Kenrezi, Instagram ni Kenrezi Shipuka. Yeah. That's the end of our interview. Thank you so much for your time, to appreciate. Yeah, mimi pia nimeshukuru sana. Naweza ambia tu wase kitu moja while I wind up. Kama wewe ni msanii uko na una talent, hata wewe manze vile una talent na unajua job yako by the way sana. Usiaiacha man. Unaona kitu inaitwa consistency. There are people way less talented lakini wame earn so much just because of consistency. So imagine kama ni mnoma na una hiyo consistency, itabear fruits like 10 times. So to do easily what is difficult for others is the mark of talent, and to do easily what is difficult for talent is the mark of genius. So kama unajua talent, usiangusha wase, fanya hiyo kitu till the wheels fall off. Juu ukiacha talent imetoka kwa God, ukiacha unaangusha pia sa God. So keep on keeping on manzi, au sio? Ni Kenrezi. Na kuna words of wisdom. That's the end of our video. Make sure you like, share, comment and subscribe. Until next time, peace.